mafikiri yake iko fasi. Sasa hapa maandiko inasema mugeuze nia zenu zilizokuwa zinashikiliwa na muovu Ibilisi, zigeukie kwa Kristo ndani ya kuzaliwa upya. Baada ya kuzaliwa upya, nia nazo ziwe upya. Amina. Amen. Tusome ya tatu. Tatu wa Efeso. Tena tuingie pale kuelewesha kuzaliwa mara ya pili kama vile nyingine. Hapa tumeelewa ya kwamba ni kuzaliwa kwa maji na kuzaliwa kwa Roho. Na sasa tunashuka fasi nyingine tena, na kama mtasema ni tukishasoma kwanza hii verse yenyewe inasema kufanywa upya katika roho na kuvaa mtu mpya. Baada ya kuzaliwa mara ya pili, lazima ufanyike upya ndani ya roho na ionekane ya kwamba umevaa mtu mpya. Na watu waliimba wakisha batiza mtu walitiaka confusion ya kubatiza na kuzaliwa mara ya pili au kuzaliwa upya kukuwa mpya. Wakaimba nyimbo wakishamaliza kubatiza mtu, umevaa mtu mpya, mtu mpya, majivuno yako ni katika Yesu mtukufu. Kristo ameniokoa, haleluya, imbeni pamoja na sifa, mtu mpya, sifa, haleluya, haleluya, haleluya. Habukukwaka kule? Ile nyimbo ni ya kweli kweli. Sasa hivyo tunajua tutaimbia kwa mtu wa wapi? Amen.